Gari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tuko hapa kwa niaba ya mkao huu au kikao hiki, mkutano huu kwa niaba ya Masesa kulingana na kauli yao ambayo mila na desturi za Kipokomo. Uongozi wa Kipokomo una nyanja tofauti, na sisi tulioko hapo, sisi ni Gasa ambayo tuko hapa Mombasa, lakini kwa sababu maongozi haya ambayo tulikuwa nayo hapa hayaendi kisawa, Masesa ambao ndio wazee wetu wamekaa wakaona kwamba kuna umuhimu wa kuvunja uongozi wa Mombasa, ikiwa chairman Abdalla Bakari Shewo hauongozi vizuri mji au jamii yote kwa pamoja. Kwa hivyo na nukuu haya nitakayosoma ni maneno ambayo Masesa wenyewe wamekaa wakapitisha na wakaamua. Kwa hivyo mimi na nukuu kwa hili karatasi ambalo nitalisoma hapa. Naanza kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa heshima ya wazee wetu Masesa na kwa niaba ya Gasa ya Mombasa, nachukua fursa hii kueleza mwelekeo wa uongozi wa Gasa ya Mombasa baada ya Abdalla Bakari Shewo kutoelewa kwenye wenyekiti kutangaza rasmi ya kwamba sisi Gasa ambayo uongozi uko kwenye lugha yetu ambayo ni Gasa, kumtangaza Bwana Athman Mbavu Mbili kushikilia wenyekiti mpaka tutakapojua hatamu yake. Pili, tunaiomba jamii yetu hapa Mombasa wawe watulivu, wala wasibabaishwe na jambo lolote, wala kusiwe na taharuki, kwa sababu uongozi uko imara na majukumu yote yatashughulikiwa ipasavyo. Tatu, tunapenda kuweka bayana makosa ambayo Abdalla Bakari Shewo ameyafanya mpaka ikalazimu uamuzi huu uchukuliwe. Tangu alipoingia kwenye hatamu za uongozi wake, ameshindwa kuleta umoja kwenye jamii, hali ambayo imeleta mpasuko mkubwa zaidi mpaka Mabiso hivi sasa wako katika ugomvi mkubwa. Pili, ameshindwa kutatua matatizo ya jamii yetu hapa Mombasa, hali ambayo imewaacha watu wetu hawana pa kuelekea. Hana uhusiano mzuri na uongozi wa serikali ya ugatuzi ya Mombasa, hali ambayo watu wetu hawapati manufaa yoyote licha ya kuwa wao ni wapiga kura hapa Mombasa County. Hana uhusiano mzuri na uongozi wa Gasa za Tana River, wote ameteta nao na hakuna ambaye yuko tayari kufanya kazi naye. Kwa ajili hiyo imetulazimu tumuondoe na tubadilishe uongozi. Amri hii ni ya Masesa, sio ya Gasa. Nne, haheshimu sheria yetu ya adha. Mara nyingi alikuwa akihujumu haki za chairman wa Mabiso hata baada ya kumuonya mara nyingi, hali ambayo imechangia pakubwa katika kuleta ugomvi kwa rika la Mabiso. Haya ni baadhi ya makosa ambayo alikuwa akiyatenda. Kwa ajili hiyo tumemuondoa mamlakani akae apumzike. Narudia tena, haya yamefanywa na Masesa wa Mombasa County. La mwisho, tunamuomba afunge ofisi na ajiepushe kufanya vikao, kwa sababu kufanya hivyo ni kinyume cha sheria na hatua kali itachukuliwa dhidi yake
Mwisho wa kunukuu. Nani mwingine? 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 Mwingine atakayeongeza neno kulingana na Masesa walivyochukua hatua. Basi sema. Sema kwa. Ha? Mpe huyo. Unaweka hapo au shike mkononi? Ama shike mkononi. Asante. Uamuzi wa wazee wetu Masesa tulio nao ndani ya Mombasa, na ndio tunakaa nao siku zote, ndio tunadumu na wao pamoja siku zote. Inshallah mazungumzo yao ama maombi yao ama uamuzi wao huo ni wa kisawa. Sisi hatuna tashwishi yoyote tukiwa tuwagasa wa Mombasa. Asalamu alaykum. Kuna mwingine? Mpe huyo. Mpe huyo. Mpe Muhammad. Tumeshukuru kwa uamuzi wa Masesa kwa sababu siku zote sisi tuko na wao na tunawatambua kuwa wao ndio wazee wetu. Kwa hivyo uamuzi huu waliochukua ni uamuzi mzuri na sisi tumeridhika nao. Kwa hivyo tutakuwa tunawasikiza wao vile itakavyokuwa, na sisi tumekubali. Hatuna wasiwasi wowote wala tashwishi. Vile uamuzi walivyochukua sisi tumekubaliana nao. Egasa ya hano Mombasa Ami Hamisi Barisa Jara nisakui haya Egasa kwa siku niba moja, yani miezi mihavu na siku 10 mugegemane kona mwisa bauhana hakuja hamgarichia gasa yenu asu Masesa.